kwa ajili ya kufanya kazi yetu ya uchambuzi kama chama cha upinzani na kuweza kuhakikisha kwamba tunaiwajibisha serikali kwa namna ambavyo inastahili. Sasa maeneo ambayo tumeyaona, eneo la kwanza katika taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ambayo anarudia wala sio jambo jipya, analirudia tena mwaka huu, ni kwamba bajeti ambayo tunatunga bungeni na kuipitisha bungeni sio bajeti halisi. CAG kwenye taarifa yake ya mwaka huu ameonyesha kwamba serikali ilipitishiwa na bunge kukusanya na kutumia shilingi trilioni 31.7, lakini yeye alizoona zimekusanywa ni shilingi trilioni 27.7, pungufu ya shilingi trilioni 4. Lakini zaidi ya hapo, ambazo zilitoka kwa ajili ya kwenda kwenye matumizi mbalimbali ya serikali ni shilingi trilioni 26.9. Kwa hiyo kwa miaka mitatu sasa, manake mwaka jana pia CAG alieleza hilo. Mwaka jana kulikuwa kuna pungufu ya shilingi trilioni 4.2 kati ya bajeti ya serikali iliyopitishwa na bunge na makusanyo kutoka vyanzo vyote vya serikali. Na mwaka 2015-16 pia aliona hivyo hivyo, ingawa 2015-16 serikali ilishindwa kufikia malengo ya bajeti kwa kiwango kidogo sana. Na ukilinganisha miaka mitatu ya mwisho ya serikali ya awamu ya 4 na hii miaka mitatu ya mwanzo ya serikali ya awamu ya 5, unaona kwamba kwenye serikali ya awamu ya 5 bajeti inayotangazwa ni kubwa mno kuliko uhalisia. Kwenye serikali ya awamu ya 4 miaka mitatu ya mwisho, wastani wa kutokufikia lengo ilikuwa ni 6% tu ya bajeti. Yaani katika kila shilingi 100 ambayo serikali inasema itakusanya na itatumia, ilikuwa inakosa shilingi 6 tu. Kwa miaka mitatu ya serikali ya awamu ya 5, na kwa mujibu wa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, inaonyesha kwamba katika kila kwa mfano kwa mwaka huu ambao tunazungumzia, katika kila shilingi 100 ambayo serikali ilisema itakusanya, ilishindwa kukusanya shilingi 13. Mwaka jana ilikuwa walishindwa kukusanya shilingi 15. Kwa hiyo utaona kutokufikiwa lengo kwa bajeti ni mara 2 ya kiwango ambacho kilikuwa katika serikali ambazo zimefika. Sasa hili ni tatizo ambalo CAG analiibua kila mwaka, na mwaka huu amerudia kuliibua tena. Bunge linapitisha bajeti ya 31.7 bilioni 31.7, lakini fedha ambazo kiuhalisia zinaenda kukusanywa na kutumika ni shilingi trilioni 27.7. Kwa hiyo na CAG mwenyewe ameeleza kwamba kuna tatizo la namna gani ambavyo makisio ya bajeti yanafanyika, kwa sababu kutokufikiwa lengo ni kubwa sana, ni zaidi ya hali ya kawaida ya wastani wa kawaida ambao ni 5%, 6%, kila mtu anaelewa, lakini sio 12%, 15% kama jinsi ambavyo imeonekana hivi sasa. Hilo ni jambo la kwanza, uhalisia wa bajeti. Jambo la pili, CAG anatuonyesha kwamba 40% ya bajeti inategemea misaada na mikopo. Za wananchi ni mashahidi kwamba kila mwaka kila wakati tunaambiwa na serikali yetu ni tajiri sana, tuna fedha nyingi sana na kadhalika, lakini uhalisia ni kwamba
iwapo tungetumia mapato yetu ya ndani tunayokusanya pamoja na mikopo ya ndani, so mapato ya TRA, yaani mapato ya kikodi, mapato yasiyo ya kikodi na mikopo ya ndani ambayo tunakopa kwenye mataasisi za fedha za ndani, tungeweza kuhudumia bajeti kwa 60% tu. Kwa 40% ya bajeti yetu inategemea misaada na mikopo kutoka nje. Sasa hili CAG amelieleza na amesema kwamba ni tatizo katika uendeshaji nzima wa uchumi, na ndio maana tunaona serikali inakanyagana na wafanyabiashara na sekta binafsi, kiasi kwamba baadaye hata ya kupata hela nyingi zaidi kwenye sekta binafsi unajikuta unaziua tu na unakosa kabisa pesa, kwa sababu serikali haijaweza kutazama vizuri namna ambavyo tunaweza kupanua wigo wa kodi ili kuepukana na mikopo, na hasa mikopo ya biashara kama tutakavyoona hapo mbele. Eneo la tatu ambalo tumeliona, bado tuna tatizo la tofauti ya fedha ambazo zinakusanywa na kuingia mfuko mkuu wa serikali na zinazotoka kwenda kwenye wizara, idara, wakala na mikoa. Tofauti hii inaendelea kuwepo kwa sababu ya mifumo mibovu, kama jinsi ambavyo ilivyoelezwa kwenye taarifa ya uhakiki wa hoja ambayo tuliibua mwaka jana ya shilingi trilioni 1.5. Mwaka huu tofauti kati ya fedha ambazo zimepokelewa, zimekusanywa kutoka vyanzo vyote vya serikali na fedha ambazo zimetolewa kwenda kwenye matumizi ambayo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameona ni shilingi bilioni 800. Kwa hiyo bado tuna tatizo la mifumo wizara ya fedha kuweza kusoma kila senti inayokusanywa na namna ambavyo inakwenda kwenye mafungu mbalimbali ambayo yamepitishwa na bajeti ya serikali. Na katika kuunganisha na hilo, tunakuja kwenye hoja yetu namba 4, ambapo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameona kwamba kuna shilingi trilioni 4.8 ambazo zimetumika lakini hazikupita mfuko mkuu wa serikali. Sasa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 135 na kuendelea inasema kwamba fedha zote zitakazopatikana kwa njia mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano, isipokuwa fedha za aina iliyotajwa ibara ya ndogo 2, na nitaisoma, zitawekwa katika mfuko mmoja maalum ambao utaitwa mfuko mkuu wa hazina ya serikali. Hili ni takwa la Katiba, ibara ya 135(1), kwamba kila senti inayokusanywa isipokuwa ambazo zimeidhinishwa na katiba hii lazima zipite mfuko mkuu wa serikali. Wanasema mfuko mkuu wa hazina ya serikali, na huu ni mfuko wa Jamhuri ya Muungano, kwa maana ya kwamba sehemu ya fedha zinazoingia mule ni fedha zinazopaswa kuwa za Zanzibar. Kwa unapokuwa na fedha ambayo inapaswa ipite mfuko mkuu, haipiti mfuko mkuu, inakwenda kwenye matumizi moja kwa moja, kwanza unakuwa umevunja katiba. Lakini pili, mtakapokuja kukagua fedha za muungano, zipi za Zanzibar na zipi za masuala yasiyo ya muungano ya Tanzania bara, tutagombana na Zanzibar.
kwa sababu si fedha zote zitakuwa zimepita mfuko mkuu wa serikali. Na hiyo kifungu cha pili ambacho katiba inasema ni fedha ambazo zitawekwa kwenye mfuko mkuu wa hazina ya serikali ni zile tu ambazo zimetajwa na sheria kwamba zitumike kwa shughuli maalum. Na hili nalo lina hoja yake ya ukaguzi, tutaiona hapa. Ina mabilioni ya fedha nayo pia ambayo serikali imekiuka sheria na imekiuka katiba. Kwa hiyo hoja ya 4 ni hiyo ya kwamba jumla ya shilingi trilioni 4.8 ambazo zimetumika hazikupita mfuko mkuu wa serikali. Na CAG amenieleza vizuri sana. Kwa wale ambao watahitaji kwenda kufuatilia, wakaangalie ukurasa wa 91 wa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwenye tanbihi namba 15, yaani unasema footnote namba 15, utaona ameorodhesha fedha ambazo zimetumika, ameziona, lakini hazikupita mfuko mkuu wa hazina ya serikali, ambayo ni hoja kubwa sana, ni hoja ya kikatiba, ni hoja ya kisheria, lakini pia ni hoja ambayo inaweza ikaleta mgogoro au kile kinachoitwa kero za muungano, kwa sababu kila senti inaingia mfuko mkuu wa hazina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna sehemu ya fedha ambayo inapaswa kutumika katika serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa wananchi wa Zanzibar. Hoja ya 5 ndio hiyo ambayo nimewaeleza kwamba kuna shilingi bilioni 678 za mamlaka mbalimbali ambazo mlipaji mkuu wa serikali, yani katibu mkuu hazina, amezipora kutoka mamlaka hizo. Na hiyo ndio hicho kifungu cha pili cha katiba, hiyo ibara ya 135 ya katiba, ibara ndogo ya pili. Hizi ndio zile fedha ambazo zimetajwa maalumu na sheria kwamba fedha hizi hazitaenda mfuko mkuu wa serikali, zitaenda kwenye matumizi ambayo yameainishwa. Hizi ndio fedha za road toll, zilimeita mfuko wa barabara. Hizi ndio fedha za wakala wa umeme vijijini. Hizi ndio fedha za mamlaka ya reli, ya shirika la reli, ile Railways Levy, Railways Development Levy. Hizi ndio fedha za tozo ya export levy ya korosho na kadhalika. Kwa 2000 tofauti. Badala ya kupelekwa kwenye hizo taasisi, katibu mkuu wa hazina amezikwapua na akaenda kuzitumia. Hazikwenda mfuko mkuu wa hazina kwa sababu ibara ya 135(2) haizitaki ziende mfuko mkuu wa hazina. Zinapaswa ziende kwa wenyewe. Na katika fedha hizo utakuta kuna shilingi bilioni 16 za wakala wa umeme vijijini REA. Zinapaswa kwenda REA, hazina wamesikia ndani. Kuna zaidi ya shilingi bilioni 169 za shirika la reli, Railways Development Levy. Zilipaswa kwenda kwenye reli, maendeleo, ujenzi wa reli na kadhalika, katibu mkuu wa hazina ametia ndani. Kuna shilingi bilioni 168 za wadau wa korosho. Mnakumbuka sekaseke ya korosho mwaka jana, ile wabunge wa kusini waliolalamika kuhusu fedha zao za korosho. Sasa CAG amethibitisha yale madai yao kwamba serikali imekwapua shilingi bilioni 168 kwenye mwaka wa fedha 2017-2018 ambazo zilipaswa kwenda kwa wadau wa korosho, hazina imesikia ndani. Jumla ya fedha zote na taasisi zote, taasisi nyingi, ni bilioni 678. Sasa mtaona hoja namba 4 na hoja namba 5 zote ni za katiba. Sababu hoja namba 4 ni fedha ambazo lazima ziingie mfuko mkuu wa hazina, hazikuingia, serikali ikaenda kuzitumia kabla ya kupita pale, wamevunja katiba. Hoja yetu namba 5 ni ambazo hazipaswi kuingia kwenye mfuko mkuu wa hazina, zinakusanywa zipelekwe kwa wenyewe, kwa reli, kwa REA, kwa korosho, bandari na kadhalika.
serikali imezikusanya ikazinywa. Kwa hiyo wamevunja katiba na sheria mara mbili, na marekebisho yangepaswa kuwa, hata kama wangetaka kuzitumia hizo ambazo zimekusanywa za taasisi hazikurudi, wangepaswa waziingize mfuko mkuu, ili utokaji wake mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali aweze kuona. So pia kwa mujibu wa katiba, fedha ambazo zinatoka mfuko mkuu lazima ziidhinishwe na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kufuatia sheria ya bunge Appropriation Act. Kwa mnaweza mkaona namna gani ambavyo uvunjifu wa sheria na katiba ulivyotamalaki katika utawala huu wa awamu ya 5. Hoja namba 6. Mlisikia maelezo siku za karibuni hapa mpaka ikatokea sekeseke la Foreign Bureau de Change kufungwa na kadhalika. Sasa CAG ametueleza na mmeripoti nyie kwamba deni la taifa limekuwa mpaka shilingi trilioni 50. Lakini katika maelezo ya CAG, katika utambuzi wake kama mkaguzi, ameona kuwa asilimia 20 ya huu ukuaji wa deni la taifa umesababishwa na kuporomoka kwa thamani ya shilingi ya Tanzania. Kwa sababu tunakopa kwa dola ya Marekani, euro ya Ulaya, yen ya Japani na mafedha mengine ya kigeni. Kwa shilingi inapoporomoka, kama deni lilikuwa kiasi cha chini, thamani ya shilingi ikiporomoka, mkiliripoti ile deni kwa shilingi, deni lile nini maana yake ni kubwa. Kwa CAG ametuambia kwamba asilimia 20 ya ukuaji wa deni la taifa, deni la nje, imesababishwa na kuporomoka kwa shilingi. Akilinganisha na mwaka uliopita, sababu hiyo ilikuwa ni asilimia 9 tu. Mwaka huu sababu hiyo imekuwa ni asilimia 20. Nadhani hali itakuwa mbaya zaidi kwa hesabu zitakazoishia Juni 2019, kwa sababu mporomoko wa thamani ya shilingi umekuwa mkubwa zaidi. Na wote tunajua kwamba ili uwe na stability, yani utulivu wa currency wa fedha yako, ni lazima uwe na bidhaa za kutosha za kuuza nje, sababu ndio inakupa fedha za kigeni za kutosha. Kwa hiyo unaweza ukahakikisha kwamba shilingi ina stable. Sasa maamuzi ambayo serikali iliyafanya, kwa mfano kwenye korosho, ambapo hatujauza korosho nje sasa hivi, yanasababisha mapato ya fedha za kigeni kushuka. Kwa korosho peke yake tumepoteza katika mwaka mmoja dola za Kimarekani milioni 500, sawa na zaidi ya shilingi trilioni 1.1. Kwa hiyo shilingi inashuka thamani zaidi, na shilingi ikishuka thamani zaidi, deni la taifa linakuwa zaidi. Na haya ndio mambo ambayo tunayaita ni maarifa katika uendeshaji wa uchumi, kwamba unapotaka kuendesha uchumi kibabe, namba zitakushughulikia tu. Sasa hii ni mpaka Juni 2018. Mkiona mpaka Juni 2019 kwa balaa, utajikuta deni la taifa lina shoot mpaka kwa asilimia 40, kwa sababu tu ya maamuzi ya hovyo. Yaani maamuzi ambayo tusingeyafanya, tusingeumia, tusingeathirika, tumepata zaidi. Kwa hiyo ni jambo ambalo pia mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameliibua, na tumeona kwamba ni muhimu wananchi wajue kwamba kuna jambo hili pia. Lakini hapo kwenye madeni, tunakwenda kwenye hoja yetu namba 7. Tuna hoja 10 tu kwa ndani ya muda mfupi toka tumemaliza. Hapo kwenye madeni, CAG ana mashaka makubwa na namna ambavyo deni la ndani linakuwa, kwa sababu linakuwa kwa kasi. Na kiukawaida katika nchi
Kila mwaka serikali inaweka bungeni maombi ya fedha za kwenda kulipa madeni yanayowiva, na kawaida fedha zile huwa zinatosha kulipia madeni yanayowiva. Ukisoma taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali sasa hivi, madeni yaliyowiva kwenye mwaka huu wa fedha anaoripotia ilikuwa ni shilingi trilioni 6.1, lakini fedha ambazo serikali iliweza kukopa ndani ili kulipa hayo madeni yanayowiva ilikuwa ni shilingi trilioni 5.7 tu. Kwa hiyo tuna mazingira ambayo ilibidi serikali iende kutafuta fedha sehemu nyingine zaidi ya shilingi bilioni 400 ili kulipia madeni yanayowiva, kwa sababu ile room ambayo bunge imeipa serikali ya kukopa ili kulipia madeni yanayowiva, serikali imeitumia room yote hiyo na bado haikutosha kulipa. Si mmenielewa vizuri? Kwa kuna shida. Hii ni ishara mbaya sana kwenye uendeshaji wa uchumi, kwamba uwezo wa soko, uwezo wa uchumi wa ndani kuikopesha serikali ili kulipia hati fungani zinazoiva unaporomoka. Ndio maana kwa mwaka huu wa fedha serikali ilibidi ikatafute sehemu nyingine shilingi bilioni 400 ambazo hazikuwa budgeted for kwenda kulipa madeni ambayo yamewiva. Kwa tuna tatizo la mikopo ya ndani kushindwa kulipa madeni yanayowiva kikamilifu. Na kwa watu ambao wanafuatilia masuala ya public finance, masuala ya fedha za umma, hii ni ishara sana jambo hilo mtalielewa, sababu ni jambo ambalo lilihitaji ufafanuzi. Kwa kwenye maelezo yetu tutakayopata ya maandishi tumelifafanua kwa kina zaidi ya hivi ambavyo nimezungumza. Kudefault maana yake nimekuja kwako nikope shilingi 1000, utanirudishia lini? Kurudishia mwezi ujao. Mnaingia mkataba, mnakubaliana na riba. Mwezi ujao ukifika unashindwa kulipa, ndio inaitwa default. Kwenye uendeshaji wa nchi, serikali ikidefault hata kwa siku 2 ni ishara mbaya sana ya uwezo wa serikali kuheshimu madeni ambayo yanadaiwa. Sasa serikali ilikopa benki kuu hela nyingi, inatakiwa ndani ya muda ilipe shilingi bilioni 212.7. Katika CAG ameeleza vizuri kihasibu kwamba imechelewa kulipa, lakini ndio default, kwamba ulipaswa ulipe mwezi Machi mpaka nafunga hesabu mwezi Juni haujalipa shilingi bilioni 212. Maana yake ni kwamba riba itaongezeka na deni hili halitakuwa hili tena. Sasa kwa mujibu wa mkataba kati ya serikali na BOT, serikali inapaswa kulipa na serikali haijalipa bilioni 212. Namba 9 ni jambo ambalo tulizungumza bungeni jana juzi. Tuliwaeleza ndani ya bunge kwamba tulihoji ni kwa nini wakala wa ndege za serikali ameondolewa Wizara ya Uchukuzi, amepelekwa Ofisi ya Rais Ikulu fungu 20. Sasa sisi kwa maoni yetu tunaona kwamba Ikulu inatumika kuficha ukaguzi wa manunuzi ya ndege, kwa sababu mpaka sasa hatujafanikiwa kuona ukaguzi wa manunuzi ya ndege. Na mnafahamu ndege zimenunuliwa mwaka wa fedha 2016, 15, 16, 17 na 17, 18. Na mwaka jana wale ambao mlikuwepo kwenye mkutano wetu tulizungumza kwamba
CAG hajakagua manunuzi ya ndege. Manunuzi ni ukaguzi wa kisheria. PPRA lazima wafanye na CAG lazima afanye. Sisi tunaamini amefanya. Tunaamini PPRA wamefanya procurement audit ya 16-17 na 17-18 kwenye ndege. Sisi tunaamini. Lakini kwa sababu mwaka jana tarehe 8 mwezi Juni lilitoka agizo kwamba wakala wa ndege za serikali apelekwe Ikulu, ndio maana hatujaona hiyo ripoti ya ukaguzi. Kwa sisi tunaamini kwamba agizo lile kwa GN namba 252 ya mwaka 2018, agizo lile ni lengo la kuficha ukaguzi wa manunuzi ya ndege. Ukaguzi wa kisheria kabisa. Sababu PPRA lazima wafanye procurement audit na CAG anatakiwa kisheria kubeba ile procurement audit, kuitazama na kuiripoti. Hatujaona kwenye hesabu za mwaka huu, kwenye taarifa ya mwaka huu. Kwa hiyo tunapaswa, na tumemtaka CAG, tumeeleza kwa kirefu sana jambo hili, kwamba kwanza kama haijafanyika afanye ukaguzi maalum wa fedha za umma shilingi trilioni 1 zilizotumika kununua ndege. Hatutilii mashaka umuhimu wa kuwa na shirika la ndege, lakini hizi ni fedha za watu. Serikali ni dhamana tu kwenye hizi fedha. Lazima taarifa yake ya manunuzi na ukaguzi wake, wala serikali siogope kuweka wazi. Kama imekwenda vizuri tutasema kudos, serikali imefanya kazi nzuri, 1 trillion zimetumika, kuna value for money, ndege zimenunuliwa na zinafanya kazi. Tutaipongeza serikali. Lakini kama kuna madudu, tutaisema serikali. Na sisi tuna mashaka sana na mafungu mawili, fungu 20 na fungu 30. Fungu ni zile vote. Yaani tukaa bungeni pale, ni ambao mnakuja bungeni, yale bajeti tuliyopitisha. Nyie mtasema wizara, ofisi ya rais imepita, sida misemi imepita. Sisi mle ni mafungu. Hata hiyo ofisi ya rais yenyewe, ile wizara ya Mzee Mkuchika, ina mafungu mengi sana. Sasa mafungu mawili tunayaona yameanza kuwa kichaka cha kuficha maovu. Fungu 20 ofisi ya rais Ikulu na fungu 30 cabinet secretariat. Sababu kwa mfano juzi nilikuwa nasoma taarifa ya Mzee Mkuchika, tumekuta kwenye fungu 30 kuna hela bilioni 302 zimetengwa kwa matumizi mbalimbali ya kitaifa. Kila hela ya serikali inatakiwa iwekewe, inatumika kwenda kufanya nini? Kama ni kujenga mashule, kujenga hospitali, kufanya nini? Na kuna bilioni 302 na matumizi mbalimbali ya kitaifa, fungu 30. Kwa hiyo tuna mashaka sana na kitendo cha kuchukua wakala wa ndege za serikali kuweka chini ya fungu 20 kunatupa mashaka zaidi. Kwa hiyo tumemuomba mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali afanye ukaguzi wa umma kwenye ile eneo. Kile ukaguzi maalum. Lakini kama ukaguzi umefanya, basi taarifa ziwe public, kwa sababu ni haki ya wananchi kujua fedha zao zimetumika namna gani. Na hoja yetu ya mwisho ni hoja ya mmeripoti nye taarifa ya CAG mambo mbalimbali, sijui polisi bilioni 16 za uniform, sijui polisi walitakiwa wafanyiwe mafunzo milioni 600 hayakufanyika, sijui kuna ukaguzi umefanyika wa hivi haukuwa, na kadhalika. Sasa ukijumlisha zile hoja zote zile ndogo ndogo, unakuta CAG ameibua hoja zenye thamani ya shilingi bilioni 225. Zile ambazo mmeziripoti. Na hiyo ni kwenye kitabu cha serikali kuu peke yake. Hatujaenda serikali za mitaa.
havienda mashirika ya umma. Ni ukaguzi wa kitabu kimoja tu cha serikali kuu. Kuna hoja za ukaguzi zenye thamani ya shilingi bilioni 225 ambazo serikali haijaweza kuzijibu mbele ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa mahesabu ya serikali. Sasa sisi kama kawaida yetu hatuibui tu mahoja bila kutoa mapendekezo tufanye nini, kwa sababu ndio role ya chama cha siasa makini, chama cha siasa mbadala wa uhakika. Lazima muibue hoja na sawa, melalamika nini, majawabu yenu. Kwa tuna mapendekezo kadhaa, taenda haraka nitayasoma detail kwenye taarifa sababu najua pia bado na kazi zingine. Moja ni kwa wabunge wafanye kazi yao kwa mujibu wa katiba. Ukiangalia hii katiba hii, ibara ya 63 nadhani, kazi za wabunge ni tatu kubwa. Kwanza, kutunga sheria, ndio miswada ile na kadhalika. Pili, kuwakilisha wananchi. Tatu, kuisimamia serikali. Ni kazi tatu kubwa za mbunge ambazo katiba ibara ya 63 imeziainisha kwenye vipengele A mpaka E. Ni kazi tatu: kutunga sheria, kuwakilisha wananchi, kwa sababu inawezekana Tanzania wote milioni 65, milioni 55 wakaja Dodoma, ndio wachache wanakuja, na tatu, kuisimamia serikali. Kazi ya CAG ni sehemu ya kazi ya bunge ya kuisimamia serikali. CAG anafanya kazi, anawapatia wabunge. Na ndugu waandishi na wananchi ambao wananisikiliza, mzunguko wa uwajibikaji ni mwepesi sana. Tunakaa hapa bungeni miezi miwili, tunatengeneza bajeti, tunaipitisha na sheria, tunampa waziri wa fedha kazi mbili. Kupitia Finance Act tunampa kazi ya kwenda kupata mapato, na kupitia Appropriation Act tunampa kazi ya kuzitumia hizo fedha. Yeye akishafanya hivyo, tukishapitisha sisi, CAG anaenda kuangalia wametumiaje, wamekusanyaje na wametumiaje. Halafu anawaletea wabunge. Wabunge, mlipitisha Revenue Act, ile Finance Bill. Chapter 5 ya taarifa ya CAG sura ya 5 ni ukaguzi wa mapato. Mapato yenu yamekaguliwa hivi. Mmepitisha Appropriation Act, ndio ile kitabu lote, matumizi yenu ni haya. Bunge sasa linakaa kuangalia CAG ametuambia nini. Kwa nasaha yetu ya kwanza kabisa ni kwa wabunge wafanye kazi yao bila kujali itikadi za vyama, kutimiza matakwa ya katiba ya kuisimamia serikali. La pili, tumeona dhahiri kwa ushahidi wa miaka mitatu ya taarifa za CAG kwamba tuna shida katika bajeti. Bajeti inayopitishwa na bunge si bajeti halisi. Serikali inaleta mapendekezo ya bajeti ambayo ni ya kuhadaa. Inaitwa kubwa, naona bajeti kubwa, kumbe uhalisia sio huo. Na CAG amesisitiza hili pendekezo hapo sisi tunalitoa, kwamba tutunge bajeti ambayo ni halisi. Tatu, serikali itazame namna inatekeleza sera zake za kiuchumi, kwani tayari dalili zinaonyesha kwamba hali ya uchumi si nzuri.
Na mmeona IMF wametoa forecast, makadirio ya ukuaji wa uchumi. Umeporomoka mpaka 4%. Hatujawahi kuwa na rekodi ya namna hiyo ndani ya miaka michache iliyopita. Mara ya mwisho tumekuwa na makadirio ya uchumi kukua kwa 4% ilikuwa ni wakati wa mvua za El Nino za 1997-98. Na kabla ya hapo ilikuwa ni baada ya vita vya Uganda mwaka 81 kudhani kwamba takwimu za uchumi zinawahusu tu watu wenye uwezo. Hapana. Sababu shughuli za uchumi zinapokuwa ndogo, mtu wa kwanza kuumia ni maskini wa chini. Kwa sababu huyu maskini wa chini hana godoro la kuangukia hali ikiwa mbaya. Ndio maana anaumia sana yeye kuliko mtu mwenye uwezo mkubwa. Sababu mtu mwenye uwezo mkubwa hata hali ya uchumi ikiwa mbaya ana bima ya afya, akiugua atatibiwa, ana pensheni. Mtu wa chini hana haya mambo. Kwa hiyo tunaitaka serikali itazame upya, na ikiwezekana serikali ikaribishe mjadala wa kitaifa wa kuangalia namna gani ambavyo tunaendesha uchumi wa nchi. Isione aibu kukaa na watu bila kujali vyama na kusema tukaeni tujitazame. Haiwezekani nchi inaendesha miradi mikubwa kama hii ambayo inaendeshwa, sijui reli na kadhalika, halafu hali ya uchumi iwe ni mbaya. Haiwezekani. Kokote duniani hali ya uchumi inapokuwa inasinyaa, serikali huwa inafanya miradi mikubwa ili kuamsha hali ya uchumi. Hapa kwetu iweje miradi mikubwa inafanywa alafu hali ya uchumi inakuwa mbaya? Na hii inaonyeshwa dhahiri kwenye taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwa serikali itazame upya sera zake za kiuchumi. 4 ni kama ilivyokuwa mwaka jana ambapo ilipelekea uhakiki wa tofauti ya 1.5 trillion kufanya. Sasa hivi wito wetu ni kwamba serikali haraka iwezekanavyo, wala isubiri kelele, haraka iwezekanavyo iandae makabrasha yote yanayohusu tofauti ya shilingi bilioni 800 ambayo imeonyeshwa kwenye taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kati ya makusanyo na fedha zilizotoka kwenda kutumika, ili mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali aweze kufanya reconciliation na kuweza kuona na kurekebisha hali kama hiyo. 5 ni swala la kikatiba la zile 4.8 trillion ambazo hazikupita mfuko mkuu wa hazina, consolidated fund. Tunaomba jambo hili pia serikali iweze kulitolea majibu na impatie mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, na nadhani kamati ya bunge ya PAC itaweza kufanyia kazi vile vile, na sio nadhani, inapaswa kuwa hivi. 6 ni kuhusiana na fedha za taasisi, zile bilioni 678 ambazo tumeonyesha hapa, ambazo zimeonekana zimekusanywa, hazikupelekwa kwenye zile taasisi, lakini serikali imezitumia kinyume na sheria, kinyume na katiba. Fedha hizo zipelekwe kwenye hizo taasisi haraka iwezekanavyo ili kuzifanya taasisi zile ziweze kutimiza majukumu yake. Na pendekezo letu lingine ni hili swala la deni la taifa. Kama tulivyoeleza, kushuka kwa thamani ya shilingi kumechangia 20% ya deni la taifa, la hasa deni la nje, kuongezeka. Sasa ushauri wa kitaalamu ambao tungependa kuipa serikali, kwa kuwa madeni yetu ya nje yako kwenye fedha za kigeni, na kwa kuwa sisi uchumi wetu unategemea commodities, kwa maana ya bidhaa tunazouza nje, iwe ni korosho ambazo zimeporomoka, iwe ni kahawa, iwe ni pamba, iwe ni dhahabu, iwe ni almasi, ushauri wetu ni kwamba serikali ifanye hedging, ikubaliane na mabenki ambayo yanakukopesha kwa kutumia taasisi za fedha kuweka kiwango cha exchange rate kitakachotumika wakati wote kwenye madeni yetu ya nje. Nadhani swala la hedging lianze kutazamwa, sababu vinginevyo kila mwaka siije kuleta taarifa hapa
kuonyesha deni la taifa limechangiwa kukua kwa kiwango kikubwa na exchange rate fluctuation. Kwa ni muhimu sana hii exchange rate loss iweze kuwa addressed, hata address kwa mwaka huo, lakini tukiangalia kwenda mbele zaidi tutaweza kuona. Na hii ni kwa sababu mikopo yetu mingi sasa hivi ni ya biashara, ni mabenki ya nje. Utasikia Credit Suisse, utasikia HSBC, utasikia Exim Bank ya China, utasikia benki kadhaa ndio zinatukopesha kwa foreign exchange. Baadhi ya nchi zimeanza kuzungumza kwamba mikopo isiwe kwa fedha za kigeni, hata kama ni benki ya nje inatukopesha iwe kwa local currency. Lakini kutokana na hali ya kidunia ilivyo na nguvu za kiuchumi ambazo zinapishana kati ya nchi yetu na mabenki hayo ambayo yanakukopesha, hatuwezi kufanikiwa kukopa kwa local currency, sababu haitawezekana. Lakini ndio njia bora, kwa sababu ukikopa kwa shilingi, mapato yako wewe unayakusanya kwa shilingi. Lakini ukikopa kwa dola, mapato unakusanya kwa shilingi. Unaenda kununua dola, alafu unaenda kulipa mkopo. Haya ni matatizo ambayo yatatusababishia gharama kubwa sana ya kuhudumia deni la taifa. Kwa hiyo tunapendekeza hedging ili kuweza kupunguza angalau gharama ambazo zinatokea kutokana na deni la taifa kukua kwa exchange loss. Na la mwisho ni nasaha zetu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamsihi Rais, kutokana na taarifa ya CAG, na sio hii peke yake, hata ya mwaka jana, hata ya mwaka juzi, kuna jambo moja ambalo linatokea kwenye hizi taarifa, kwamba huwezi kupambana na rushwa na ufisadi ukiwa mtu mmoja. Unaweza kupambana na rushwa na ufisadi kwa kuimarisha mifumo. Najua Rais ni mkali sana, na mnamuona namna ambavyo anasononeka kila anapokwenda, kwamba watu hawasikii. Tanzania kuna shida sana. Kila akizungumza anazungumzia hewa, mishahara hewa, wafanya kazi hewa. Juzi alikuwa Njombe kule kaongelea mbolea hewa, wastaafu hewa, kila kona. Rais atachoka sana, atakosa muda wa kushughulika na mambo makubwa ya kitaifa. Rais aimarishe mifumo. Yeye peke yake hawezi kupambana na ufisadi na ubadhirifu. Na hili ndio pendekezo letu very genuine kwake. Kama mkuu wetu wa nchi, ana mambo mengi, anapokea vitu vingi. Akiendelea na utaratibu wake huu, haitakuwa jambo jema kwake wala kwa nchi yetu. Taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu SABC imeonyesha matobo mengi. Na mnajua miaka yote rais alikuwa anapokea taarifa, anatoa amri. 2016 amepokea taarifa mwezi Machi, katoa amri. 2017 akapokea taarifa mwezi Machi, katoa amri. 2018 mwaka jana akapokea taarifa mwezi Machi, ndio wakurugenzi wakasimamishwa, katoa amri. Mwaka huu mbili ipokea taarifa na kaa nayo. Amechoka. Amechoka. Huwezi kuendesha nchi peke yako. Ndio maana unaambiwa ukitaka kwenda nenda na peke yako. Ukitaka kwenda mbali nenda na wenzako. Ni dhana hiyo hiyo. Ukitaka kutawala, tawala peke yako. Lakini ukitaka kuongoza nchi, ongoza na wenzako. Mifumo. Ndio ushauri wetu kwa rais. Aimarishe mifumo. Aachane na one man show. It will never work. Na kuna vingine ambavyo vinamharibikia mikononi. Korosho imemharibikia mikononi kwa sababu ya one man show. Nakumbuka siku ile ameita watu wa korosho, waziri mkuu anataka kumpa bana, kuna makampuni tumepata hapa ya kununua kwa bei. Sasa achana nayo. Jeshi. Korosho inakosa kwa magari. Tumekosa fedha za kigeni. Tumwajibishe nani?
ingekuwa limemdodea waziri mkuu, tungeingiza hoja ya kutokuwa na imani na waziri mkuu, tukadili naye akateua waziri mkuu mwingine. Sasa yeye na Mwalimu Nyerere alisema sio kama bunge halina uwezo wa kumtoa rais, ninao, lakini kumtoa rais inahitaji inao wengine kuweza kudili nao. Rais aache kuwa one man show. Rais aimarishe